Baadhi ya waumini wa dini ya Kikristo kutoka parokia ya Mlimani, Jimbo Katoliki la Lulenge Ngara, wameonyesha kusikitishwa na kifo cha Bi Suzana Magufuli ambaye ni mama mzazi wa hayati Daktari John Joseph Pombe Magufuli aliyefariki Mei 25, 2026 wilayani Chato mkoani Geita. Akizungumza na Ayo TV, mwenyekiti wa parokia ya Mlimani, Jimbo Katoliki la Lulenge Ngara, Charles Godfrey, amesema marehemu Bi Suzana Magufuli atakumbukwa kwa mchango wake mkubwa hasa aliofanya katika kanisa hilo, ikiwemo kuwafunza watoto wake katika kumjua Mungu na kumtumikia nyakati zote. Hizi ni ripoti za Ayo TV na Miradayo kutokea wilayani Chato mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fulgence. Naitwa Charles Godfrey, ni mwenyekiti wa parokia ya Mlimani. Vile vile ni mwenyekiti wa jumuiya ya Yohana, ambayo jumuiya hii ya Yohana ndiyo jumuiya ya kwanza katika parokia hii ambayo imezaa jumuiya nyingine. Na jumuiya hii ndipo alipokuwemo mama yetu Suzana. Mimi tangu mwaka 2007 ambapo nimefika hapa kama mtumishi, kwa kweli alikuwa ni mshiriki mzuri sana wa kanisa Katoliki kwa kulipa zaka, kwa kushiriki kwenye jumuiya. Tuseme kwamba huduma zote ambazo zinatakiwa kanisani alikuwa ni mshiriki mkubwa sana. Mpaka hapo baadaye aliposhindwa kufika kanisani na akawa kwamba ikawabidi mapadri kuja kutoa huduma nyumbani, na uhakika mpaka dakika ya mwisho mapadri kila Jumapili, kukiwa ni siku ya majivu wanafika, ikiwa siku kuja kumkomunisha wanakuja. Huo ushahidi upo, na kwa kweli alikuwa ni mtu wa imani na alimtumainia Kristo katika maisha yake mpaka hapo alipofikia nguvu kuisha kabisa. Kwa kweli, kwa sababu mkiwa katika jumuiya tunasali kutoka familia hii kwenda nyumba hii, ndiyo maana ya jumuiya. Alikuwa tunatembea naye katika jumuiya. Hata kukiwa hasa katika jumuiya, kukiwa na michango yoyote lazima anashiriki. Alikuwa ni wa kwanza kushiriki, kuchangia, na haachi kulipa zaka. Kwa sababu hicho kitu kinanipa historia kwamba hata watoto wake alikuwa amewalea katika imani. Hata marehemu Monica alivyofariki, wiki mbili kabla ya kufariki alikuwa amelipa zaka ya mwaka mzima. Kwa hiyo uelewe watu, familia ambayo ilikuwa kiimani imejijenga kumtumainia Mungu. Mama Suzana, ambacho kitu hatuwezi kisahau, mimi kama niliyokuwa jirani, ni upendo aliyokuwa nao. Hakupenda kula kitu bila kumpa jirani yake. Sisi nyie mtambue, wakati halmashauri inaanza ilikuwa haina nyumba, watumishi tunaishi pamoja hapa, lakini hata ng'ombe akichinjwa anawaita watoto wangu, anatugawia hata kule ambako tulikuwa tunaishi, kwa sababu na mimi nimekaa mwaka mzima ndani ya nyumba za hapa tulikuwa tumepanga. Kwa hiyo alikuwa ni mtu wa upendo. Apate viazi, sisi kama mimi kama mmoja wapo alimwambia mke wangu, njoo nikupe eneo ukalime. Akampa kaeneo pembeni hapo, wakati hatuna maeneo, tuko wageni, akalima akapata viazi tukapata. Kwa hiyo alikuwa ni mtu wa upendo ambaye anapenda kushirikiana na watu. Ndio sababu hata pale nyumbani unakuta alikuwa watu wengi wanapenda kujumuika naye, watoto, wajukuu na jamaa na marafiki, alikuwa anaishi kwa upendo pamoja. Nikitaka kuelezea upendo wa mama yetu Suzana, upendo wake alivyoipenda kanisa, ilibidi awaambukize mpaka watoto. Ndio sababu marehemu John Pombe Joseph Magufuli alipenda kulijenga kanisa, na kabla Mungu hajamchukua alikuwa amependa ajenge kanisa zuri katika eneo lake ili la jumuiya ya Yohana. Ndio sababu akawa ametuahidi, mimi kama mwenyekiti tuliongea. Uzuri haya siongei kwa mtu mwingine, aliniambia jiandae tuje tujenge kanisa lilo zuri Mlimani. Lakini bahati mbaya, baada ya wiki mbili ngapi, akawa Mungu amemchukua, ikawa kanisa halikujengwa. Lakini tunamshukuru viongozi kwa kushirikiana, viongozi wa serikali wameshirikiana kuanzia mawaziri kuondesha harambee ili ndoto ya Mheshimiwa John Pombe Magufuli itimie. Ndio unaona saa hizi limejengwa kanisa la heshima kubwa ambalo limechangiwa na viongozi mbalimbali wakiwemo na Mheshimiwa Rais
mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, mawaziri kina Mheshimiwa Biteko, wengi, makamu wa rais, wote wameshiriki. Kanisa saizi ambalo linaendelea kujengwa ni zuri na ndoto inatimia ya ndugu. Lakini hayo yote ni malezi ya mama yetu Suzana aliyowaingizia watoto wao katika kujua kwamba ukimtumikia Mungu atakulipa baadaye. Kwa hiyo ni upendo wa mama kwa ajili ya imani aliyowaingizia watoto wake. Mimi kwa majina naitwa Winifrida Konstantini Mbeja. Ninaishi kitongoji hiki cha Mwenge, mtaa wa Remigius. Nipo jirani na huyu mama Suzana Musa. Ninamzungumzia tangu mimi nikiwa kijana nimeolewa. Alikuwa anashauri vijana kufunga ndoa. Alikuwa anawashauri mabinti kuwaheshimu waume zao. Na pia huyu mama alikuwa na hofu ya Mungu sana. Alipenda sana kusali, alipenda kutoa zaka, bahasha za zaka. Mpaka leo hii alikuwa na bahasha ya zaka wakati akiwa kitandani. Huyu mama alikuwa ni mwadilifu sana. Kwa mfano, ukija unaomba mbegu ya kupanda shambani, atakusaidia, utaenda ukafanye kazi shambani na utapanda vizuri. Pia mama huyu alikuwa na upendo na wanawake wenzake. Misiba kama hii ikitokea, mama huyu alikuwa ni wa kwanza kufika kwenye matukio ya misiba ya Nzengo. Pia alikuwa anatoa michango kama mwanachama wa Nzengo. Vile vile mama huyu alishikilia sana imani. Katika kumwa kwake akiwa kitandani, alipenda sana kuomba sakramenti ya mpako wa wagonjwa. Na pia alipenda sana kusali na aliomba misa kusaliwa kwake. Ndani ya wiki hii tumefanya novena kwa sababu ya kumwenzi kwamba alikuwa ni mpenda dini. Tumefanya novena katika eneo hili la makaburini kwa siku 12. Tumefanya novena ya kumwombea na hatimaye tukafanya sherehe. Hitimisho ya sherehe ilikuwa ni siku ya Ijumaa tarehe 22.